Mtakatifu shuke katika maisha yako. Je demande de méditer que l'Esprit Saint puisse descendre dans ta vie. Inaomba Roho Mtakatifu ianze kutawala maisha yako asubuhi ya leo. Que l'Esprit Saint puisse continuer à dominer ta vie pour aujourd'hui. Itaomba tusimame sisi wote kwa miguu yetu. Je demanderai d'être debout. Tusimame kwa miguu yetu. Ili tukue connected na Roho wa Mungu. Tukue connected na Roho Mtakatifu. Mahali ambako watu wanaabudu Mungu ni mahali ambako kunaonekana Mungu mzima. Na inapoonekana presence ya Mungu ni manifestation ya Roho Mtakatifu kwa kila yule anayeabudu kwa kwenda kwa haji. Kwa hiyo utaenda kualika Roho Bwana uanze kujimanifeste ndani yako, ili kwamba interpretation yote ya binadamu iende kuondoka, lakini kukua ile ambayo ni ya Mungu mzima, ili kwamba yote ambayo utasema ikuwe ile ambayo inatoka kwa Mungu mzima. Tout ce que nous aurons à dire viendra de Dieu. Amen. Kita ya solo kita ya solo kita Molimo bon santu he kita osala lelo Molimo bon santu he Molimo bon santu he kita lelo yo tobele yo Anza kualika Roho wa Bwana wawe control maisha yako. Usingalibaki ndani ya distraction. Usingalibaki wa kwanza kuchunguza huyu na ule. Usikuwe yule ambaye anaanza kuangalia nani anasema nini. Lakini ukuwe yule ambaye atakuwa connected na Roho wa Bwana, ili kwamba siku ya leo iende kuwa ya baraka kwa maisha yako. Siku ya leo iende kuwa utofauti kwa maisha yako. Siku ya leo iende kuwa siku mpya kwa maisha yako. Tuombe katika jina la Yesu Kristo. 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 Alika Roho Mtakatifu iende kutawala maisha yako. Alika Roho Bwana utawale leo hii. Roho Bwana utawale moyo wako. Roho Bwana utawale moyo wako. Roho Bwana utawale moyo wako. Usiangalie aliye karibu na wewe. Usiangalie aliye karibu na wewe. Alika Roho Mtakatifu iende kukufungua
sauti ya leo iende kubadilisha maisha yetu. Sauti ya leo iende kubadilisha njia zetu. Sauti ya leo iende kubadilisha nyumba zetu. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, tunaokuwa mbele zako tena, tunaalika Roho wako Mtakatifu uende kutawala. Roho wa Bwana uende kutawala. Roho Mtakatifu uende kutawala. Ni katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu tawala kwa maisha yetu. Roho Mtakatifu tawala kwa maisha yetu. Roho wa Bwana tawala kwa maisha yetu, ili kwamba tuseme na wewe siku ya leo. Mungu, tunaomba Roho wako tutawale, ili kwamba tuyasikie sauti yako. Tunaomba Roho wako tutawale, ili kwamba tuyasikie neno lako. Tunaomba Roho wako tutawale, ili kwamba tuyasikie njia zako. Tunaomba Roho wa Bwana tutawale. Baba, tunaalika presence yako itutawale Yesu Kristo, ni katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa neema yako Yesu. Asante kwa presence yako Mfalme wa amani. Asante kwa presence yako Bwana. Wewe tu ndiye unatosha. Wewe tu ndiye unastahili. Na ni wewe tunaalika moto wako, Roho wako uende kutawala, ni katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana majeshi. Unatosha Mfalme wa amani. Unastahili. Mokote akokani nayo, mokote, mokote akokani nayo, mokote akokani nayo, Yesu, mokote akoka, yema mokote. Baba, hakuna Mungu kama na wewe. Hakuna mfalme kama na wewe Ebeneza. Hakuna yule aliye wa neema kama na wewe Mfalme wa amani. Hakuna yule ambaye angeliweza kutufia isingelikuwa wewe Mfalme wa kuitwa na kuitika. Ndio maana tunaalika wakati tunapokuwa hapa Bwana, endelea kusema nasi, endelea kutufundisha, endelea kutujaza, endelea kutuwezesha, ili kwamba tusimame imara na kuyasikia sauti yako. Tusimame imara na kuyatembelea njia zako. Kusimama imara na kutangaza ukuu wa Mungu wako. Kwa kuwa hakuna Mungu kama na wewe Bwana. Umetenda miujiza na binadamu wanaiona, lakini wengine bado hawajawahi kubali. Kwa kuwa maandiko yamesema kwamba kuna kwa wale wanakuwa na mioyo migumu kama jiwe. Jehova, tunaenda kuharibu kila mbingu yote ya mioyo migumu, kila mamlaka isiyokiri lako. Tunaalika moto wa mbinguni kwenda kuchakana na kuharibu na kuchoma kila mamlaka isiyokiri la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaomba kwanza na wewe kama Alfa, tuendelee ndani yako kama Emmanuel, ili tuyafikie mwisho kama vile Omega. Kwa kuwa maandiko yamesema katika Ufunuo kwamba wewe ndiye Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Wacha tuseme unastahili kuabudiwa, tuseme unastahili kuinuliwa, tuseme wewe ndiye Alfa na Omega. Baba, tumia muda huu kwa sababu yetu, tukusikie, tukuone Bwana. Kwa hiyo tutakayotenda kwa sadaka zetu, kwa mahubiri ya siku ya leo, kwa nyimbo ya siku ya leo, Baba, endelea kutuongoza, ili kwamba tunapotoka hapa tusingerudi kama vile tulivyoingia, lakini turudi
kuabudiwa na hakuna Mungu mwingine kama wewe. Naomba katika jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu, naomba tunakuamini. Amen. Amen, 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 amen. Shangilieni Bwana kama vile watoto wa Mungu. Shakilia Bwana kama vile mtoto wa Mungu aliyeokoka. Wale ambao waliokoka wanakuwa na furaha kukuwa ndani ya nyumba ya Bwana. Wale ambao waliokolewa wanakuwa na furaha kukuwa ndani ya nyumba ya Bwana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Seigneur. Sijui kama kuna kuwa na ufunuo mpya ambayo tumekuwa nayo kanisani. Watu wakikuja, watu wote wanabaki nyuma. Je ne sais pas s'il y a une nouvelle révélation quand les gens watoto wa Mungu, ils restent derrière. Watoto wa Mungu. Enfants de Dieu. Uko mahali tumetoka, là où nous sommes sortis, kule Afrika kwenye tulikuwa. En Afrique par exemple. Tulikuwa tunaona kabisa watumishi wanakaa kwa viti za mbele. On verra les kwanza walikuwa wanakaa huku. Les serviteurs de Dieu étaient assis na kila mtu alikuwa anapigania nikale nyuma ya mtumishi pale kwenye kiti ya kufuata. Chacun luttait pour qu'il puisse atteindre ses. Na hata nikiwa shene mdogo sana mimi nilikuwa nasema nikale kwa ile kiti ya kufuata pale. Il était encore jeune, il disait que je puisse me mettre à côté de ça. Lakini kufika hapa, mais arrivé ici, sijui naanza kaona mtu anakuja na anabaki kule nyuma. Il y a les gens qui arrivent et ils restent derrière. Hata mwenye anatia maji kumeza kusema eti mwatakaa hapa tatulia hii maji. Même la servante qui avait placé les eaux là-bas. Anajiuliza sasa mwenye iko kule nyuma akikuwa na haja ya maji nimpelekee tena ama nitafanya namna gani? Se demande maintenant est-ce qu'il faut faire arriver cette eau là-bas à celui qui est derrière ou pas. Alléluia. Alléluia. Sijui kama tungemfurahisha Mungu kujaza hizo viti za mbele ingelikuwa mzuri. Kama sitakuwa nimekusumbua ili kwamba tugomboe muda wetu kwa neno la Mungu. Sijui kama nikukumbushe basi mimi nikamata hizi viti zikuwe kule nyuma na wewe uonekane kama uko mbele. S'il faut vous rappeler de mettre les chaises ici. Niko na diko pale nitamwambia kamata hizi viti ziweke pale nyuma kwa msanyi muonekane kama mko mbele. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana kwa kutii neno. Kuna viti zingali hapa hivi. Unaona mama Shandraki iko yeye peke. Mbele yake hakuna mtu, nyuma au mbele nilikuwa naikala, nyuma yake hakuna mtu. Na wadada walikuja hapa mapema sana, wao tena ndio wako kiti ya nyuma. Na kawaida wenye wanakuja nyuma ndio wanakalaka nyuma ikiwa viti zimeenea. Haleluya. Amen. Mungu awabariki sana. Tutaalika mtumishi wa Mungu Shadrach. Amesema amekuwa na wimbo moja. Nous allons inviter notre frère Shadrach. Karibu kwa uimbaji. Na anapokuwa na wimba tutaenda kutuambia sadaka zetu. Et à ce même moment nous allons profiter pour mettre nos sacrifices. Kisha ile wimbo wake atatupatia wimbo pia moja wa watu wote kuimba kwa pamoja. Après sa chanson unique, nous allons demander aussi, nous allons lui demander de nous faire aussi une autre pour la gloire du Seigneur. Karibu. Amen, amen. Amen. I would like to sing one song for my God. Je voulais chanter une chanson pour mon Dieu. And the song is in Lingala. Et la chanson c'est en Lingala. It's talking about for how long you're going to keep your burden. La chanson dit pour combien de temps tu vas continuer à rester comme ça. As what Jesus said that bring all your burden into me, I'm going to give you rest. Comme Dieu a dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Amen, amen. 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 So we're going to listen to this song. On va écouter cette chanson. But my voice is not good, but I'm going to try to sing good. Même si la voix n'est pas bien, mais il va essayer de chanter. Talayo moninga yo tondi na mikumba tango boni yoko umela katina yango mokili oyo na bisengo yango ekoleka yozali kozela nani yako kitisa yango kaka kolo Yesu akoki kolongola yango. Tala Bartimai mokufi na miso na mboka Jericho. Ayoki sango yote Yesu ajali koleka.
abelela kina mongongo makasi. Yesu mwana Dawidi okela ngai mawa, abelela kina mongongo makasi. Yesu mwana Dawidi okela ngai mawa. Kolo Yesu abengiye yaka batei baboy, mwana Zambe abengiye yaka batei baboy. Kolo Yesu abengiye yaka batei baboy, mwana Zambe abengiye yaka batei bakondi makaka, bakondi makaka batei na Yesu. Kolo Yesu atuni elingi nasala yonindi, Batimai azongi singa na mona lisusu. Bakondi makaka, batai na Yesu. Kama Yesu atuni alingi nasala yonini, Batimai azongi singa na mona lisusu. Otale esengo na motema ya Batimai lelo. Yakalelo dekonami kumanayo, kolo Yesu akotitiso. Yakalelo dekonami kumanayo, kolo Yesu akotitisa. Otele esengo na motema ya Batima ilelo. Mikumbalanga nyoso na pesa ngona Yesu. Yakalelo dekonami kumanayo, kolo Yesu akotitiso. Yakalelo dekonami kumanayo, kolo Yesu akotitisa. Amana jisaka mumuchima wa Batima ilelo. Makenga ya niyosaka kijikuti Yesu wakulelu nemajituye neyoso. Wana Zambi akusundile wakulelu nemajituye neyoso. Wana Zambi akusundile. Shangilia Bwana, makofi ya haleluya. Amen, amen. Unajua ndugu yangu, wakati mwimbaji anapoimba, You know, but when someone is singing, na wewe hata kama hautajua wimbo hivi, even if you don't know how to sing, lakini if you don't know the ukipiga song, mikono yako but tu, if you just clap ile it, mikono yako inarudisha utukufu kwa you're Mungu going na to unaimba bring pamoja na glory to mwimbaji. the Almighty God. Ndio Amen, maana amen. wakati unapopiga So mikono, by the time you're clapping, inampatia mwimbaji nguvu na it uwezo gives the person who's wa singing kuendelea kukuingiza encouragement, ndani ya Mungu so tena. you can take him to go into the glory of Mungu God. akubariki sana. Amen, amen. Karibu kwa wimbo wa watu wote. Tushombe kushoto mchana. Tunaomba tusimame botele matotele matuso nyonso. Tushombe kushoto tumogodo. Tokende ko adore Nzambe na biso ezalisa kwa koyemba kobina pe kosanzola. Amen, amen. Haleluya. Umu tulikuya ina nyumba kilio hapana. Bisika to yake ezalaki eza place ya matanga te. Ni nyumba ya Mwenyezi Mungu. Ezali ndako ya Nzambe. Amen, amen. Haleluya. Na kama tunaangalia nyumba ya Mwenyezi Mungu, Ndako to na ndako ya Nzambe. kukuru sauti wanasema mkibemba inasema hivi. Ezali na nilo Mungu baloba na kibemba. Kwikala kumba kubili like kukua kwangu sawa mateso saje Donc kozala bisika neti ya konyokwa maneti. Shikani kwambie. Pale wiko kuna mambo. Soki yo za na problème. Pale wiko kuna mambo mina. Yo ndengo zali ozape na Na problème. mimi niko pale kuna mambo ya. Ata ngai pia za na oya ngai. Shikana mambo yako misha mambo yako. Oya yo na kotiko silisa. Na wao zikisha mambo yangu. Yo pe kotiko silisa. Na tuna mtu mmoja nizikisha mambo. Ezali na oya silisa. Nipaka huyu Yesu akumbuka. Oya Yesu ya lola. Kama namkaribia mbele ya Soki yo penda opusa ni pembeni na ye. Shikani kwa mimi nasema hivi. Mbalebela robaka boy. Umfanye kwa Mungu challenge. Donc sala neti ozomeka na Nzambe. Ushoneshe Mungu bungi wa problem yako. Ola kisa Nzambe te munene. Onesha problem yako munene kwa Mungu wetu. Na kisa problem na yo munene Nzambe oyo. Amen, amen. Haleluya. Kama unakaribia kuya na furaha. Soki ozali il faut kuzala na esi. Malgré kuna mambo kuya kwa Malgré furaha. problème na yo ezali mais pesa na esi. Amen, amen. Haleluya. Pepele, pepele. Mama, pepele. Ana wala Yesu, na motema yanga, na kopesa ye mikumba, na anga Yesu, pona tikala pepele.
Bwana wetu. Sema moyo. Amen. Haleluya. Amen. Amen, amen, amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Ninajua una misi ile kuimba na kumchezea Mungu. Je sais que vous aviez soif de pouvoir chanter encore plus. Ni sababu vile waimbaji wetu mpaka saa hizi hawajajiunga pamoja ili waendelee kufanya kazi yao. C'est parce que nos chantres ne sont pas encore unis pour qu'ils puissent accomplir. Na sijui kama wanangoja nini ama tunangoja nini ili waimbaji wale waanze kuanza kazi yao kama vile zamani. Et on ne sait pas, nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils attendent pour qu'ils puissent entamer leur tâche. Alléluia. Alléluia. Naona masaa zimeenda kabisa. Le temps est parti. Na hatuna tena muda wa kupoteza. Nous n'avons pas le temps de perdre. Na sikupata karatasi yoyote ya ushuhuda. Nous n'avons pas reçu aucun papier de témoignage. Kwa hivyo tutaenda kusimama ili tuende kutayarisha mioyo yetu kwa kusikia sauti ya Mungu. Ainsi nous allons nous mettre debout pour préparer nos cœurs, attendre la parole du Seigneur. Mettons-nous debout. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe Yesu, oh Bwana wa mabwana, oh Bwana aponyaye magonjwa, oh Mungu wa miungu, oh Bwana, oh Mobile Koloe, oh Yahweh, oh Mobile Yesu, oh Yahweh, oh Mobile Yesu, oh Yahweh, oh Mobile Papa, oh Yahweh, oh Mobile Jésus, oh Yahweh, oh Mobile Koloe, oh Yahweh, oh Mwokozi abikamwa, oh Yahweh, oh Nzambe ya bazambe, oh Yahweh, Mobile. Fungua sauti yako, Ouvre ta voix. ambia Mungu kwamba nataka nikusikie tena siku ya leo. Dites à Dieu, je veux que tu puisses l'attendre aujourd'hui. Ambia Mungu kwamba neno la leo nataka iwe yangu mimi. Dites à Dieu que la parole d'aujourd'hui, qu'elle puisse être pour toi. Usiku wa kusema ingelikuwa ule mwenye akukuwa hapa angelisikia leo hii maneno ni yake. Ne dites pas, celui qui n'est pas ici, qu'il puisse entendre cette parole. Ambia Bwana hii neno ikuwe yangu. Dites à Dieu que cette parole. Na tumuombe Mungu kwamba Mungu atumie mtumishi wake. Et prions, c'est que Dieu puisse utiliser son Sio kwamba mtumishi aseme yale ambayo anayajua kupitia dunia ambayo vile les hiko. serviteurs puissent dire ce qu'ils comprennent. Lakini akuwe Musa ambaye alitumwa kuokoa wana wa Israeli kuwatoa katika Mais utumwa. qu'il puisse être Moïse pour qu'il puisse sauver les gens de l'Israël. Sababu Musa mbele ya kwenda alimuuliza nitasema nini? Parce que Moïse, avant d'aller, il avait demandé au Seigneur. Kisha akamuuliza nitamwambia ni nani amenituma? Et il avait demandé qui m'a Sababu envoyé. alitaka kuwa na uhakika maneno ambayo ataenda kusema kwa wana wa Israeli toke kwa Mungu wa Parce qu'il mbinguni. voulait avoir la certitude de ce qu'il a dit aux Israélites. Na tunaenda kuomba pamoja Et nous aurons prié ensemble ili kwamba Mungu aseme nasi asubuhi ya que leo. Dieu puisse nous parler aujourd'hui. Tuombe katika jina la Yesu Prions au Kristo. nom de Jésus-Christ. Baba, tumesema asante kwa asubuhi ya leo ambao tunalisifu jina lako, tunatangaza kwamba wewe ni Bwana. Na wakati unaposimama kusema hakuna hata kile kinaweza kusimama tena. Wakati unapotaka kufungua waliofungwa, Jehova, hakuna minyororo zinayobaki tena. Wakati unayotaka kunena lugha zote ambazo zimekuwa zinanyamaza, kwa kuwa unakuwa na lugha moja ambayo utaitumia.
ongoza na Roho Mtakatifu. Interpretation yote ya binadamu, maneno yote ya binadamu tumeichoma moto katika jina la Yesu Kristo, tukiomba moto wa mbinguni ambao unaenda kuchoma ile ambayo inaweza kuwa kinyume na mapenzi yako Bwana, iende kutia amani, usalama na Roho wako Mtakatifu. Ufungueni kwamba tukuwe connected na neno lako Bwana. Nimebariki pia sadaka hii ambayo imetoka mbele zako. Nimebariki pia 1/10 ambayo imetoka mbele zako. Jehova, wewe ndio unajua mapato yao, unajua pale walipotoa. Baba, tazama mikono ambayo iliyotoa. Jehova, umesema yanayotoa ndio yanabarikiwa. Bariki pia wale ambao walikosa Baba, ili kwamba wawezeshe siku nyingine waende kupata. Sadaka milifu ni mioyo zetu ambao tunakabidhi asubuhi ya leo, ili kwamba tukusikie kama vile Bartimayo alisema, ninataka kuona tena, nasi tunataka tukusikie tena Bwana. Sema nasi Bwana, sema nasi Jehova. Bariki kila yule atakayesikia neno na kulishika. Bariki kila yule atakayesikia neno na kubadilika. Bariki kila yule atakayesikia neno na kukubali kutembea sawa sawa na neno lako. Ninalibariki jina lako kwa kuwa ni Muumba mbingu na ardhi. Wewe ulikufa kwa ajili yetu. Ni katika jina la Baba na Mwana na Mtakatifu naomba tena kuamini. Amen. Amen, amen, amen. Shangilia wakati tunapomkaribisha mtumishi wa Mungu Pastor Leopold. Karibu, karibu. Haleluya. Amen. Haleluya. Punda anafunga. Bokuta mwana punda wana akangami. Na mtakapomuona, Peta mona ngo. mumfungue mumlete. Bofongola ngo bommemaye. Watu wakiwauliza, Soki batuni bino. mumwambie ya kwamba Olo baboye. Bwana anaaja naye. Arabike papa azali na besoin na ye. Bwana anamuhitaji. Abike papa azana besoin. Ama Kristo anamuhitaji. Ou bien Kristo azana besoin. Ni kitu gani ambacho ninataka kusema asubuhi ya leo? Nini ongalingi kolomba na tongo ndelo? Ulimwengu mzima, Monde entier. wakati unaposelebre entrée triomphale ya Kristo, Tango naliko célébrer entrée triomphale ya Jésus. ukisoma katika Jean, Soko tangi na buku ya Jean. Biblia inasema ya kwamba Biblia biboye. Yesu walitangaza juu yake ya kwamba yeye ni mfalme. Siku hiyo ndio wametangaza kwamba yeye ni mfalme. Balobaki ke mukolo balobaki ke yende azali roi. Mukolo nde balobaki nde mwana. Siku zingine zote hawakuwa wanasema ya kwamba yeye ni mfalme, walikuwa wanashakia. Mikolo mususu bazalaki kolobela ngote ke yaza roi bo bazalaki peza na badute bele. Lakini hiyo siku walitangaza wakasema ya kwamba huyu Hosana, Hosana, kwa sababu huyu ndiye mwana wa Daudi, ni mfalme aliye hai ajaye kwa ajili ya watakatifu. Me mukolo batangaki babengi Hosana, Hosana mwana ya Daudi, roi oyo azali mobimba yepo na biso. Tuko katika kitabu cha Matthieu 21 chapitre 21. Soki otangi na Matthieu 21 chapitre 21. Niyo chapitre yote ndio nitasimamia iko. Ezali chapitre mobimba na teko tokotelemela na kazi. Kumbuka ya kwamba Il faut qu'on se rappelle boye. ujio wa Yesu Kristo Koiboye ya Yesu Kristo. ni unabii ambao watumishi wa Mungu walitabiri hata katika maisha yao. Ezali prophecy oyo bana nzambe balobela tana na vie na bango. Kumbuka wakati Ibrahimu alipokuwa mlimani. Yo ekanisa ndenge Ibrahim azalaki na ngomba. Wakati alipokuwa mlimani kwenda kutoa dhabihu. Tango azalaki na ngomba kokende kopesa sacrifice. Isaka kamuuliza, ninaona moto. Isaka lobi na moni moto. Ninaona na kuni. Na moni pena na bakoni. Lakini mwana kondoo yuko wapi? Me mwana meme aza wapi? Ibrahimu alitabiri akasema ya kwamba Ibrahimu alobaki boye. Bwana atajipatia. Alobiki papa akomi pesela. Bwana atajipatia. Alobiki papa akomi pesela. Ukisoma katika kitabu cha Joshua, Soki otangi na buku ya Joshua, sura yake ya 4 mstari wake wa 8, kobanda 4 jusqu'à 8. Biblia inasema wakati wana wa Israeli walitaka kuvuka bahari ya Shamu. Biblia biki tango bana zaba zaji ko luka babadaji kende ko leka na kati ya Jordan. Ya mer rouge. Jordan. Biblia inasema ni Jordan. Ezalaki Jordan. Wakati walitaka kuvuka katika Jordan, Tango naliko kota na kati ya Jordan kwa leka. Biblia inasema Mungu alimwambia Joshua, Biblia biki nzambe ebisiki Josué. kamata mawe Abisua mabanga uweke ndani ya Jordan. tia na kati ya Jordan. Ujenge madhabahu ndani ya Jordan. Tonga share na kati ya Jordan. Ili wana wa Israeli wawezi kupita. Point
abike mabanga ezalaki tina moma Yesu Kristo. Yale mawe yaliwekwa ndani ya Yordani. Abike mabanga ezalaki na kati ya Jordan. Mbingu inahitaji dhabihu takatifu. Ciel ezali na besoin ya sacrifice ezali sacré. Ya mbingu inahitaji dhabihu takatifu. Lola ezali na besoin ya sacrifice ezali sacré. Kwa sababu wanadamu wakati walikuwa wanatenda dhambi, bato mokita bazalaki kosala masumu, ilikuwa inabidi utoe ng'ombe, ezalaki ke obimisa eloko moko nyama moko, utoe mbuzi, opesa meme, utoe sijui kondoo, opesa soki eloko nini. Na hizo zote benyoso wana Biblia inasema ya kwamba Biblia ezali koloba boye, zilikuwa zinafunika, ezalaki kozipa, zilikuwa zinafunika dhambi, ezalaki kozipa masumu, haikuwa inaondoa dhambi, ezalaki kolongola masumu, ilikuwa inafunika dhambi, ezalaki kozipa masumu. Mfano mimi nikitenda dhambi, soki azali exemple ngana sali masumu, hii mikrofoni ni dhambi ambayo nimefanya, eloko na sali ni za masumu, nikitoa ile dhabihu, soki na bimisi sacrifice wana dhambi yangu inafunikwa, ezali masumu na ngai baba zipafiniki yango, haionekani tena kuwa noir, ezali komona na tendeti noir, lakini inaonekana tu ile damu ambayo ya ile dhabihu nimetoa, ezali komona kama makila ya sacrifice babimisaki. Dhambi ilikuwa pale pale, masumu ezalaki wana haikuwa inaondolewa, ezalaki kobimate, na kenye Mungu alikuwa anahitaji, nzambe ezalaki na besoin, Mungu alikuwa anahitaji kuondolewa kwa dhambi, masumu ebima, ili amhesabu mwanadamu kuwa haki, poete atanga mutu amokili kozala se. Wakati mtu ameokoka, tango yo ozali omnimi Yesu, selo Biblia kisi nasema, tango Biblia nekazali koloba, hautendi dhambi tena, yo ozali na masumu esusu te, lakini unaweza kukosea, okoki kosala mabe, kunakuwa kosa, ozali na mabe, na kunakuwa dhambi, ezali pe na masumu. Amen. Tuko pamoja kanisa? Tozali elongo eglise? Tuko pamoja kanisa? Tozali elongo? Tunahesabiliwa haki. Biso totangami kozala base. Mtoto wangu akifanya kosa, soki mwana nga asali mabe ndani ya nyumba yangu, na kata ndaku na ngai, sitamupinire vibaya sana, nakoti kopinire mabe mingi, kwa sababu ni mtoto wangu, basi azali mwana, lakini nitamuongoza ngana wakende kokondulia ya jinsi ili siku ingine asifanye ile kosa, na kuredrese pa mkono msosa na mabe wana isuste. Na wakati tunapomkosea Kristo, ndamo zaliko zangela Yesu, wala tunapomkosea Mungu, ndamo zaliko zangela Nzambe, Roho Mtakatifu mwalimu msatu iko pale kwa ajili ya kutuongoza, zaliwa na bona kukonduire ili tusitende dhambi tena. Tetosala masumu. Biblia inasema ya kwamba tunayaweza mambo yote nyoso na yeye atutiaye nguvu. Koleka oya taliko pesa biso makasi. Yes. Amen. Roho Mtakatifu mwalimu msatu ndiye anajua maombi yetu, ayebi prière na biso, na ndiye anajua maombi, anajua kile ambacho kiko ndani ya roho wa Mungu, ayebi ina kati ya motema ya Nzambe. Unajua kuna wakati tunaomba vibaya, ezala bamungongo to sambela kama, ndio maana hatupewi pe yango to pesa makate. Amen. Kuna wakati tunaomba on dirait tuko tunamoblige Mungu, batamongo to sambela ne to oblige Nzambe. Ushasikia prière? Osio yo ka prière na hata sisi wachungaji on dirait tuko tunadikte Mungu. C'est comme si tu dicter Nzambe. Hatuombi kwa ajili ya kudikte Mungu, tozali kosambela te mpona kodikte, lakini katika maombi tunayoyafanya yote, na tango ya prière tozali kosala, tunafanya maombi sawa sawa na volonté ya Mungu. tozosala prière lolenge volonté Nzambe, kile ambacho Mungu anataka oyo Nzambe alingi ndio kitendeki, nde esalema. hapana kile ambacho sisi tunataka. Oyo biso tozali kolinga, hapana, na Yesu peke yake. Yesu ye moko, Wakati alikuwa Getsemani, alimwambia Baba, ayebisi papa, kikombe hiki haitaji kinipite. Akaona ya kwamba anafanyia makosa, anamdikte Mungu, akajirudia ndani, akasema Baba, mapenzi yako yafanyike. Yes. Bwana usaidie sana. Amen. Nataka kuzungumza vitu vitatu. Nalijikolobela bila kwa misatu. Yesu wakati alipoingia Yerusalemu, Yesu akotaki Jerusalem, kitu cha kwanza alifungua mwana punda. eloko aliboso afongola kidanu mwana punda wana. Ni mtu ambaye alikuwa amefungwa. Oya zalaki ya kukangama. Ni imaji ya mtu ambaye alikuwa amepotea.
munga. lakini Bwana Yesu anamhitaji Yesu Kristo na besoin na ili aweze kuingia naye Yerusalemu. akonda na ye Jerusalem. Sikia nikwambie, Nikalaye bisayo. kama Mungu amekuokoa, Kinzambe azui. kama Mungu amekutoa ndani ya dhambi, Kinzambe bemiso na kata masiki. kama Mungu amemtoa Kristo, Kinzambe bemisiyo. akakuvalisha wokovu, Asa apesiyo bonzambe na ye. akakupatia utukufu wake, apesiyo utukufu ndani kolobani. Gloire na ye, merci. Pastor. Uko sawa? Interpretation ya langue na langue. Izalaka blague te papa. Wakati Mungu anakupa utukufu, Tango nzamba apesiyo gloire. anakupa utukufu juu ya nini? Apesiyo gloire pona nini? Haiko kwa ajili ya fierte yako, Ezali pona fierté na yo. lakini watu watakapokutazama Metango batu bakomona yo. wamwone Kristo ndani mwako. Bakomona Kristo na kati na yo. Kama tumeokoka, Sanki bizo tondimi nzambe. hatukuokoka juu ya kuonesha watu wengine ya kwamba sisi tuko kiroho sana. Ezali teke pona kolakisa batu ke bizo tozali penza esprit makasi. Wokovu wa kweli Kondima ya ni so. wakati matendo yetu, Tango baba. ni wakati tabia zetu Ezali komlo. zinamwinua huyo Yesu ambaye aliyekufa Ezali msalabani. komisa nza Yesu akufaki na ikulusu. Haleluya. Amen. Ule mwana punda Mwana punda wana. alikuwa sous ordre ya Mungu, Azalaki sous ordre ya Nzambe. alikuwa sous ordre ya Kristo. Azalaki sous ordre ya Yesu. Yesu alikuwa akisimama Tango Yesu atelemi. na punda anasimama. Mwana punda pe atelemi. Yesu akimwambia twende, Soki alobi tokende. punda inaenda. Punda pe etamboli. Kunakuwa esprit ya obeissance. Ezali na esprit ya obéissance. Mkristo mwenyewe ana esprit ya obeissance. Chrétien azali na esprit ya obéissance te. Huyo hana iko Mkristo kumpendeza Mungu, Ye azali chrétien oyo ya kosepelisa Nzambe te. kwa sababu Mungu anapenda wanaomtii. Nzambe alingi baoyo bazali kondima ye. Mungu anapenda wale ambao wanaonyenyekea. Baoyo bazali kokita na se na ye. Mungu anapenda wale ambao wanaoshuka. Baoyo bazali kokita. Siwezi nikajitapa leo nakokite komikumisa ngai lelo nikimfanyizia mwa bana kitu, soki nalingi kosalela mama eloko, nikimfanyizia kitu, soki nasaleli eloko, siwezi kusimama fasi ezala teke natelema bisika nianze kujitapa, namba nakobeta nianze kusema mimi ndo nilifanyaka fanya hivi. salaka na ndenga boy. Wewe hauna mamlaka kufanya umfanyizie Na kitu. pouvoir hata Mungu ya Uko chombo kenye Mungu alipitia tu, instrument na Mungu anaweza kutumia hata wapagani wanafanya juu yake. utilize bakano basalango. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Kama ulifanya mtu fulani afikie katika kazi fulani, Soki osala tike mtu wako mwana bisika ni Mungu alikutumia. Zamba itiliza kiyo. Mungu angeweza kutumia hata wapagani, Zamba afanye kutiza hata bapakano. kwa sababu maisha ya mwanadamu Via ya mtu haiko katika mikono ya mwanadamu, ezalina maboko ya mtu, lakini maisha ya mwanadamu via mtu iko katika mikono ya Mungu. ezalina maboko ya Nzambe. Hicho ni kitu cha kwanza. Wana ezali eloko ya liboso. Kitu cha pili, Eloko ya mibale, Biblia inasema ya kwamba Biblia ya biboye, Yesu alipoingia, Yesu tango akotaki. Tango akotaki, ukisoma hapo hapo Mathayo 21, soko tangi Matthieu 21, Mathayo 21 12-13, soko tangi 12-13. Biblia inasema ya kwamba Biblia ya biboye, Yesu aliingia hekaluni. Yesu akotaki na kati ya temple. Yesu alipoingia hekaluni, Tango akoti na kati ya temple, alishangaa sana. ye moko akamwa kinano. Akakutana ndani ya hekalu Akuti na kati ya temple, watu wanachuza mbuzi, bato wazali koteka bameme, wengine wanachuza kondoo, bamususu wazali koteka bantaba, wengine sukuma wiki, wengine wazali kosala waishange. kwa sababu Biblia inasema ya kwamba Biblia ya biboye, Yesu alipoingia Yesu hekaluni tango akoti na kati, akashangaa. ye moko akamwa kinano. Biblia inasema akakamata meza Biblia ya biki azwaki mesa, akazipiga chini, akwati akona se, akatoa sentiri, abimisi sentiri, akaanza kupiga watu, andiko mbeta batu, akawaambia nani aliwaambia nani alobaki na bido, amjue kwamba imeandikwa zoe bateke ekomami, hekalu langu ambike temple na ni mahali pa kuabudia, place ya kwa sio mahali pa kuchuuza. place ya koteka te. Watu wa Mungu tuombe, Bana Nzambe do sambela. tuko katika wakati wa mwisho. Na mama ya suka. Watu ndani ya makanisa Bana nakata ba iglesia. hawana roho ya kumtafuta Mungu. Na motema kwa lukanza. Wachungaji na sisi leo, Tepe ba wao bande baba. wachungaji na sisi leo Pastor alelo. hatuna roho ya kumtafuta Mungu, Tema kwa lukanza. tuna roho ya kutafuta
muoneshe Yesu aliyetufia. Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Kanisa inafananishwa na soko ya Yerusalemu. Eglise aliko ezalini wenzi ya Jerusalem. Kanisa inafanana na soko ambayo imehamia ndani ya kanisa. Eglise ya community wenzi oyo ezeko ekoti na kata eglise. Ilikuwa ni kanisa, Ezalaki eglise, lakini kageuka soko. ekomisika wenzi. Kwa sababu gani? Ya mbona neti Walianza kuzoea. tumakomi kombeza. Walianza kumzoea Mungu. Tumakomi kombeza na nzambu. Watu leo wanakuwa na roho ya kumzoea Mungu. Makomi na mutema kombeza. Watu wanaingia makanisani wana roho ya kuogopa, lakini wana roho ya kumzoea Mungu. Oh, nilifungaka. Oh, niliombaka. Oh, nilifanyaka hivi. Sikia nikwambie, kama hauna roho ya kumheshimu Mungu, siku moja Bwana atakuinua nje. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Yesu akawaambia, Yesu alobiboyi. hamjui ya kwamba hekalu Aboyebite ke temple oyo ni mahali pa kuabudia? ezali place ya kuadore. Place B, kote B. Place te kote pe. Tutoke mwa hekalu. Tobiba na kati ya temple. Biblia inasema Biblia biboye. miili yetu Abike nzoto na biso ni hekalu la Roho Mtakatifu. ezali temple ya Molimo Mosantu. Amen. Ni kitu gani ambacho kimo ndani ya hekalu ya Roho Mtakatifu? Nini ezalaka na kati ya temple ya Molimo Mosantu? Hii ni desordre ionekane ndani ya kanisa. Pour que desordre mona na kati église. Desordre iko ndani mwetu. Desordre ezala na kati na biso. Ni mimi pamoja na desordre yangu. Ezali ngai pe desordre na ngai. Na ileta. Na ye nango. Mwa maana na kia na desordre Mama yake. pe ye na o ya ye. Anaileta. Pesi yango. Na Pastor Jackson anakia na. De papa ye na desordre na ye. Kila mtu anakia na kwake. Mtu aye na o ya ye. Ndio tunaleta desordre. Lakini sio probleme ya hapa. Ezali probleme hao. Ni probleme ya kati na ndani biso. mwako. Kati na you. Wakristo ndani mwetu kuna nini? Bakristian na kati na biso nini eza na kati? Ndani mwetu kuna kitu gani watu? Na kati na biso nini eza na kati kuna? Tuko tunakumbuka wakati Yesu alipoingia Yerusalemu. Tozali ko se rappeler tangu Yesu akotaki Jerusalem. Hakuingia tu tu ampigie makofi. Akotaki te baba betele maboko. Lakini alikuwa anapeleka transformation. Azalaki komema transformation place wana. Kugeuzwa. Kozala transformer. Watu wa Mungu. Bana Nzambe. Kweli kabisa. Ya solo penza. Tunaokoka. Biso pena tozaya kondima Nzambe. Pamoja na kuokoka. Pena kondima na biso wana. Wokovu wetu. Kondima na biso. Majirani wetu wanaoshuhudia. Ba voisin na biso est ba témoigner ngo. Mme wako anashuhudia kama unaokoka. Mobali na yo azali pena ko témoigner yo. Mke wako anashuhudia kama unaokoka. unaokoka. Wasi na yo azali ko témoigner yo. Watoto wako wanashuhudia kama unaokoka. Azali ko témoigner yo. Watu wenyewe unatumika nao kazini. Oyo bosala kana bango elongo. Wanashuhudia. Bango ba témoignaka pe. Watu leo wako na defense. Batu bazala komana bakoma na defense. Nikiongea na huyu, soki na lobi na oyo, nitajua kisi nitaongea naye. Na eti na kusola naye. Tuone kama mimi niko Mkristo. Amona kingana za chrétien. Akitoka tu. Soka bimi. Nikikamatana na Papa Chandra. Soki na Papa Chandra. Ale tunaingia muda yetu. Komi na mambo mambo biso. Mais nikiona huyu mama. Soki na moni oyo, ale. Na changer les sous. Joksi wa Kristo wale wako. Ndeba chrétien lelo bazali. Mkristo asali kwa na défense. Mon chrétien il faut pas poser la défense. Amen. Unapaswa kuwa na face moja. Il faut za nafasi moko. Kote kwenye watakuona waseme ni Kristo. Sika bakomona bike oyo za chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Hicho ni kitu cha ngapi nimesema? Wanazali lokali ya kitu cha pili. Wanazala kia mibale. Kitu cha tatu. Ya misatu. Biblia inasema hapo ku 21 tena. Na 21 kaka lobi boye. Ukisoma 18 19. Soko tangi 18 pe 19. Biblia inasema ya kwamba Biblia lobi boye. Yesu alikuwa anatembea. Yesu alikuwa kutambola. Wakati Yesu alikuwa anatembea, tambola alikuwa kutambola, alienda Betani. Akota kina Betani. Betani na Yerusalem. Betani pe Jerusalem. Ni 3 km. Ezalika 3 km. Ni 3 km. Ezali 3 km. Na ukumbuke ya kwamba Betani, rappelle-toi que Betani, Yesu alipofanyia miujiza mingi. Yesu sala bango miracle. Hapo Betani, pe kaka Betani wana. Tulikuwa kwa ya Lazaro.
ezalaki na mboka ya Lazaro. Jo ilikuwa ka village ya kwabo Lazaro. Ezalaki village ya mboka ya Lazaro. Hapo Betani. Kaka na Betani. Yesu amefanya mambo mengi sana. Yesu asalaki makambo mbele. Biblia inasema wakati Yesu alipotoka Yerusalemu Yesu abimaki akaenda Betani. Akoti na Betani. Alipofika fasi. Dapo akoti place. Ukisoma hii 18 inasema akaona mti mzuri. Amoni nzete moko ya bien. Huyo mti mzuri unapendeza. Nzete moko ezali pena ya kosepelisa. Wenye majani mazuri sana. Pena na masasaba ya moko ya bien. Majani mazuri sana. Ezali pena ba feuille moko ya bien. Mti unapendeza kabisa. Nzete pena ezalaki ya kosepelisa. Yesu alikuwa anahitaji tunda kwa ule mti. Yesu azalaki na besoin za pembeni na akakutana ni mti wenyewe unapendeza. Ayeko kuta nzete ezali ya kosepelisa. Lakini kwa ule mti hakuna tunda. Ezali na fruit hata moko. Biblia inasema ya kwamba Biblia na Bible hii. Mtusaidie tusome. Tutanga. Ya kukomboa muda. Sikutaka kusoma kusoma verses za mingi. Pona kurekepeleta na yake tutanga ba verset. Lakini ni chapitre moja. Hiyo story yote inasema kwa chapitre 21 ukisoma utaona. Soko tangi chapitre 21 ubandeli kaka wana ukomona nyoso ezali na kati. Ya, ukisoma 18, soko tangi na 18 inasema ya kwamba Yesu alipotazama mti ule, tango Yesu atana kinzi alihitaji tunda kwake. Azalaki na besoin kaka ya fruit. Lakini hakupata tunda. Mais azwaki fruit te. Na alipotazama akakosa tunda. Tango atali amoni fruit ezali. Akalaani mti ule. Amodiri nzete wana. Akalaani mti ule. Amodiri penzete wana. Ukiendelea kusoma, so continue kutama. Biblia inasema le lendemain wakati wa lobi nango mitume walipopita, tango basana eba zonga ti wakakutana ule mti ulikauka. Wakati nzete wana ekauki. Wakasema barubi Yesu aliulaani jana. Yesu amodiri nango lobi. Na leo tunapita tunakutana ule mtu ulikauka. Wakaenda wakamwambia Yesu. Unajua ule mtu uliolaani jana. Leo tunapita ulikauka. Yesu akawaambia kwamba nisikilizeni. Imani yenu itakapokomaa, tambia ule mlima utoke kule uende huko, na huu mlima utatii kwa sababu ya imani yenu. Ni kitu gani nataka kuzungumza kwa ajili ya huyu mti? Huyu mti ulikuwa unapendeza, ulikuwa mzuri, lakini haukuleta faida. Haukuleta faida. Haukuleta faida ama msaada kwa mtu ambaye alikuwa anahitaji msaada kwake. Huyu mti ni nani? Huyu mti namfananisha na Mkristo. Huyu mti namfananisha na mtumishi wa Mungu. Huyu mti namfananisha na mtu ambaye anajiita ni pastor. Huyu mti namfananisha na bishop. Na maana bibi ya pastor. Na profetess. Na Mkristo aliyeokoka. Unaitwa Mkristo. Lakini Yesu akikutazama hakuna matunda ya Ukristo kwako. Unavaa koti unapendeza. Unavaa kitambaa unapendeza. Uko na diploma ya teoloji. Uko na lisansi ya teoloji. Ukiingia Mkristo ni dhaba. Unaonesha kwamba wako Mkristo, lakini matendo yako Yesu anapokutazama anakosa kitu. Anasema ya kwamba umelaaniwa. Amen. Unapendeza. Usepelisi. Ulimwengu mzima unakujua kumtumishi wa Mungu. Afrika wanakujua kumtumishi wa Mungu. Farama kote unapendeza. Ulati pena feste usepelisi bien. Unavaa kikwembe unapendeza. Ulati liputa smart. Wanakujua kwa Mkristo. Mayebi chrétien. Haukujua kipombe. Yo melakakono masangati. Hawako na zini. Angai ate nazala. Lakini bongo. Me umlokuta. Ulati amwe kanjipe. Soko kebo yezola na yezo benda yo lisusu. Ukienda tena soko ke musika lo bizonga zonga. Wivu. Abiko wivu, jalousie. Kutokuwa uaminifu mbele za Bwana.
kozala mutu ya kozalia bosolo te devant Nzambe. Hii message acha niseme. Amen. Siku moja niko naomba. Ye mkono moja zali ko prier. Nikaanza kusikia ile verse nasema mpende Mungu na moyo wako wote. Na komi koyoka verse liko bake linga Nzambe na motema na Biblia kuna onyoso. Nikasikia sauti inaniambia. Kweli mungongo elobi. Eski kweli ukitazama ya solo soko tali. Watu kweli wangalikuwa wananipenda. Batupenda badala bazaka ko dibangai. Bwana watu wanakupenda, wanatumikia, hiyo basale la kayo. Akanileta image. Pe apesinga image. Watu katika hii nchi ya Amerika na mboka ho ya Amerika watu wamepata pesa za corona, bazwi mbongo ya corona, stimila ya Joe Biden. Watu wengine wameingiza mataksi ndani ya misusu pe basibakoti ba taxi na baposhe na bango. Nikasikia roho inaniambia pe motema zali ko ebisangari nikikwazima macho inakuwa saa drone leo soki na preteo kaka misu ikuwa saa drone eza na neti drone lelo. Drone uangalie juu kuma nyumba watakatifu. Otala na ndaku ya basali nyoso basenyos. Uone wangapi wenye. Otala batu combien walipopata zile pesa. Kama bazwa kibongo wala taxe ou bien nini. Wangapi wenye walikusana wakasema tumutolee Mungu combien bazwaki ke na bimisa oyo pour 1/10 na ngai twende mbele za Mungu. Toke de devant Nzambe. Watu wa Mungu nilishtuka. Bana Nzambe ngana situkaki. Nikashtuka. Na situki. Nikasema kwa jina la Yesu. Nabii au nom de Jésus. Nikasikia wanapiga mbio. Ayo kimoteme beti bangu. Sauti kanijia live. Ngongo yelinga pena boy. Ikanambia sikia. Yoka. Nani mwenye anaweza kajiongeza siku zake? Nani akotiko mibakisela mikolo na ye? Sasa umepekea pesa. Tango yo zimbongo. Hatukuwaza ufalme wa Mungu. Toyeba tokanisa kite le royaume de Dieu. Tuliwaza projet zetu. Tokanisa ki ba projet na biso. Bo isi 8000 zena pata. Oh 8000 onga na zui. Isi 5000 zena pata. 5000 onga na zui. Acha niuze gari. Na somba na mutuka. Acha nifanye hivi. Tokana sala boye. Acha nitume. Kana tinda boye. Kwetu Kasai. Pa na biso. Mbashi kwetu. Na binati pa na biso. Fanye hivi. Ubie sala boye. Watu wa Mungu. Bana Nzambe. Confirmation ya mwisho. Confirmation ya suka. Nilikia kuipata. Na yeko zwango. Pastor ananiacha nyumbani. Pastor tinga na ndako. Napanda maeskalier tu hivi. Nazoma ta escalier kama. Nafika tu nyumbani. Kota kana ndako boy. Sijui nienda kwa television. Natali na telefone. Na telefone. Naona vice president. Na moni vice president wa Tanzania. Ya Tanzania. Iko nasema kama Magufuli. Alobike Magufuli ya kufi. Ha? Magufuli. Zamani sasa nilikuwa mtoto. Tano zaki mwanamke. Nilikuwa najua atakuwa president. Na zangu lo bakina uzala president. Niulize juu ya nini? Yeye tunanga pona nini? Juu nilikuwa najua president bakufaki. Pona zangu iba president bakufa kati. Lakini sasa tulikomana mimi sikusikia president akufa. Depuis to kolina na yoka president akufi. Wa kwanza mwenye sikia na kufa. Ya liboso na okia akufi. Thomas Sankara. Ezali Thomas Sankara. Kumbe president anakufa. President pe bakufaka. Anamchungaka na anakufa. Beba basunga kaye bagarde bazali meya kufi. Hapo. Pe wana kaka. Nikamwambia mke wangu Sheri. Na ABC mwasi na ngani. Kama Sheri unajua kama Magufuli anakufa. Obike Magufuli akufi. Adali ya bongo. Abi nalo kuta. Vice president iko na sema. Vice president imo kwa Zoloba. Tukenda ku TBC. Tuke kokota na TV. Iko na sema. Azoloba penda. Kama amekufa. Abiki akufi. Na mshtiko wa moyo. Yo na penda. Anatuna. Nani anajua kesho yake? Nani ayebi lobi na ye? Biblia inasema hivi. Biblia Bible. Oh my God. Oh. Inasema Elo Bible. Anayezania kwamba kesho ataishi. Oya zoka nisake lobi ya kuvivre. Ni mpumbavu. Abwana za zoba. C'est la Bible. Eza Bible. Aseme siku ya kwako. Abi mikolo na yo. Ni leo. Eza lelo. Na hili neno kama linakuja. Penso ke ye liloba o. Linakuja juu yetu. E ye pona biso. Tujitengeneze kanisa. To se préparer église. Tuishi maisha matakatifu. To vivre vie ya sainteté. Niulize. Natuna. Wangapi walitoa sehemu ya 10? Ba combien babimisaki 1/10. Najua haitaingia hii. Na ebi ekokota. Lakini Mungu ana njia zake. Menzambe da banzela na ye. Kesi analipishaka. Ndenge afuti saka. Ana njia zake. Azala banzela na ye. Wangapi? Sikuambia mniletee mimi. Na ebi dalobaki te ko pesa ngai Basi kama kuko mtumishi wa Mungu muona aminia basi hapo unali hata na mosala nzambo yo yebi.
Je ne sais pas si ni sehemu yangu ya 10 inaleta kanisani mniombe. Na yeye ngao na église bosambela pona ngai. Bwana tusaidie. Nzambe asalisa biso. Tuko wa Kristo wazuri. Tuzaba chrétien ya malamu. Ninamalizia. Dimanche tunaenda kanisani. Tasili sike dimanche tokota église. Dimanche tunapendeza. Dimanche pena tongengaka. Yesu anapotutazama. Ntango Yesu azali kotala biso. Anaona matunda juu yetu. Azomona fruit na kati na biso. Anaona matunda juu yetu. Azomona fruit na kati na biso. Yesu aliangalia ile mti. Yesu atalaki nzete wana. Alihitaji tunda kwa ile mti. Azaki na besoin kaka ya fruit. Akakosa tunda. Me azanga kiango. Akakosa tunda. Azanga kiango. Wakati alipokosa tunda, tango azanga kiango, alivunjika moyo. Ye moko pena motema na ye. Akalaani ule mti. Pe amondir zete wana. Ombi langu siku ya leo. Prière na ngai ya lelo. Wakati tunakumbuka sikukuu ya Pasaka. Tango ozali ko kanisa Pâques ezali ko. Mwambie Yesu. Yebisa Nzambe. Nisaidie. Salisa ngai. Utakaponitazama. Tango ozali kotala ngai. Utazame kwamba niko Mkristo. Utala kengana za chrétien. Wako kupendeza. Oyo azali ya kusepelisa. Wako kupendeza. Oyo azali ya kusepelisa. Wako kupendeza. Oyo azali ya kusepelisa. Hapana kupendezesha Wakristo. Ezali hapana kupendezesha mchungaji. Ezali te pona pasteur. Wako kupendeza. Kusepelisa yo Nzambe. Kupendezesha Yesu. Kusepelisa Yesu Kristo. Watu wa Mungu. Bana Nzambe. Tuache jugement. Totika jugement. Jugement ni ya Kristo. Jugement eza ya Nzambe. Hapana kusema tu fulani iko hivi. Abi po ye mtutela za boy. Ni mpagani. Ye wana za pagani. Tu fulani iko hivi. Ye za boy. Yeye iko hivi. Ye za boy. Watu wa Mungu. Bana Nzambe. Yesu anahitaji. Yesu azala besoin. Kondo. Abike bana meme na ye. Wala ambao wametulia. Ba oyo bazaliko. Yesu anahitaji. Yesu azala besoin. Mwana punda. Abike mwana punda. Ndiye ataingia naye. Oyo akokota na ye. Katika nini? Na katika Yerusalemu. Katika Jerusalem. Yesu anahitaji. Yesu ana besoin. Kanisa. Église. Ambayo ni miili yetu. Oyo ezali nzota na biso. Ambayo ina ndani mchanganyiko. Oyo ezali na bako. Yesu anahitaji. Yesu ana besoin. Mti. Ezali ambayo ni wewe. Oyo yo zali. Mti ambayo ni wewe. Nzete oyo yo zali. Una matunda. Oyo ezali na fruit. Matunda mazuri. Fruit ya malamu. Jiangalie ukisema ya kwamba. Tala mitala ozali koloba boy. Ninamtii Kristo. Singana ndimi Yesu. Nakuwa natii neno lake. Na ndima kaliloba na ye. Eske niko ile punda yenyewe namtii Kristo? Nazali punda oyo ezali kondima Yesu. Biblia inasema ya kwamba. Biblia heri kutii. Abi ezali malamu kondima. Heri kutii. Malamu ezali kondima. Kuliko kutoa zabibu. Ke kobimisa sacrifice. Tunatoa mazabibu. Tobimisa sacrifice. Tunatoa sadaka. Tobimisi tunatoa endizie. Tobimisa kaba endizie. Mimi najaribu nazawa kuambia watu. Na meka kuyebisa batu. Mungu akulaki corruption. Nzambe alia corruption. Usiseme endizieme yako. Koloba teke endizieme na yo. Wala sadaka yako. Ou bien mabonza na yo. Itakukalifia uko Kristo. No. Matendo yako. Izalina ndo bizali. Bwana anahitaji kwanza roho yako. Alikina numotema na yo. Après roho yako. Après motema. Kisha kia kufuata. Après oye sadaka zako. Eza nasikawa mabonza na yo. Bwana tusaidie sana. Nzambe asalisa. Bwana tusaidie sana. Nzambe asalisa. Hii message oyo. Message ambayo nimepewa. Hii oyo ngala zwa. Ili niweze kukuuliza. Poete na tuna yo. Unatoka wapi? Yo obimi wapi? Uko wapi? Uza wapi? Unaenda wapi? Pe uzokende wapi? Maisha yako kuna namna gani? Vina yo izali ndenge nini? Kanisani leo. Na église lelo. Ja kumzoea Mungu. Pona kumesa na Nzambe. Imekuwa ni soko. Ekomi wenze. Tunaingia. Tokoti. Tunatoka. Tobimi. Tunakuja kanisani kufanya nini? Yeko sala nini? Nikikuuliza leo ukiwa kanisani ukiwa kufanya nini? So kila tunyo lelo yake na église ko sala nini? Utanijibia leo ni dimanche. Au lelo za dimanche. Napasha enda kuomba Mungu. Fanya kile ko sambela. Hapana. Hata kwako unaweza omba. Mimi nataka kuna wewe ujiko sambela. Lakini cha muhimu. Oezalia wakati tunapokusanyika. Biblia inasema umoja alete zaburi. Moko aya na zaburi. Mwingine aleta unabii. Mususu pe aya na profesi. Mwingine alete neno. Mususu pe aya na kwa ajili ya kuedifie église. Ama corps de Christ. Ye nzoto ya Yesu. Ili tusibaki vile tulivyo. Totika na tendenge tuweze kuendelea mbele katika hali ya kiroho. Kama nimekukwaza, sokinga na sali mabe, ukwazike, atuka yoka ngoma mabe, Roho Mtakatifu atakushughulikia. Mwana santo, lakini kusema kwangu, mekoloba na naweza kuwa nimesema vibaya. Peut-être na lobi mabe. Na nimesema kile ambacho Roho amenipatia. Na lobi oyo kitema na vitu vitatu. Biloko misatu. Uko hekalu, ezali liko namna gani? Temple za ndenge nini? Uko mti, yoza nzete, unazaa matunda, unazaa ba fruit. Wewe uko punda inayotii. Ozali mwana punda ozali kondima. Kama uko hivyo, soki ozandengo. Mwambie Roho Mtakatifu. Ba yebisa mwana mo santo. Niwezeshe. Kukanisa ngai. Niwezeshe.
kutembea katika hiyo hali. Dimanche prochain itakuwa ni dimanche ya Pâques. Itakuwa dimanche ya ushindi. Bila Yesu kufufuka. Bila Yesu kufufuka. Bila Yesu kufufuka. Ukristo wetu haungekuwa na thamani. Yesu angekuwa nabii kama nabii wengine. Lakini utofauti ni kwa sababu alifufuka. Akatoka katika wafu. Akatupa ile mamlaka. Na Biblia inasema ya kwamba atakayekufa ndani mwake. Atakayekufa ndani mwake. Huyo hatakufa. Lakini atakuwa amelala. Atakuwa amelala. Sikia nikwambie nikimaliza. Mungu alipomlaani nyoka. Alimwambia nyoka. Utatembelea tumbo. Utatembelea tumbo. Na chakula chako itakuwa ni vumbi. Chakula chako itakuwa ni vumbi. Ukisoma Genèse 4 inasema vile. Chakula chako itakuwa ni vumbi. Na Biblia inasema ya kwamba Mwanadamu ameumbwa kwa mavumbi. Mwanadamu ameumbwa kwa mavumbi. Kwa msemo mwingine, mwanadamu ni chakula cha nani? Chakula cha nani? Cha shetani. Lakini kwa sababu Yesu alikuja akasema ya kwamba hautaitwa tena wavumbi, lakini wewe utaitwa Petro. Petro manake lijiwe, na shetani hawezi kula lijiwe. Akikula lijiwe litamkwama, naye atafariki. Nataka nikutangazia kwamba wewe hauko chakula cha shetani, lakini wewe uko kwa ajili ya kumshinda shetani. Wewe uko chakula cha ibilisi. Wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Nyoka haiwezi weza lijiwe. Na wewe ni jiwe katika majiwe kuu la pembeni. Wewe ni jiwe. Biblia inasema ya kwamba lile jiwe litakaye mwangukia atasagika. Atasagika kuwa tikitiki. Atelo jiwe liangukie maadui. Liangukie maadui. Maadui hawataonekana, watapotea, na Kristo ataonekana. Nataka nikwambia kwamba tembelea hayo mambo matatu wiki yote. Jireconcilie na Kristo. Jireconcilie na Bwana. Pale ambapo pako sawa, mwambie Bwana kuwezeshe. Mwambie Bwana kuwezeshe. Ulikubali tusimame kwa miguu yetu tu. Let us stand up, we want to pray. Mimi na wewe ngai na yo tuko hekalu. Tozali temple. Lakini Yesu akakutana desordre iko ndani ya temple. Akuti desordre katika temple. Wakati tuliokoka, tangu tulindimaki Yesu. Tulikuwa wadogo. Sio kama kuna watu wanakumbuka. Na hivi sio kio zaliko se rappelle. Palikuwa tuma vitabu tumoya. Ezalaki na livre moko. Uto tuma vitabu walikuwa wanachora roho ya mtu. Ezalaki motema ya mtu. Kisha wanachora na sura ya mtu. Pe bachepe elonge ya mtu. Ukiona manguruwe, machui, masimba, wanaonesha sura ya mtu. Masiliki kuna baza mesha. Lakini wanaonesha Samuel Roho Mtakatifu anakuya. Anaingia mwa ile roho anapiga. Manguruwe yote naenda. Machui, manyoka. Kisha wanaonesha ile sura ya yule mtu. Inafurahi. Probleme sio mimi. Probleme sio wewe. Probleme ni mimi. Sema probleme ni mimi. Sema probleme ni mimi. Ndani mwako kikuwa bien. Na kati no soki oza bien. Utapenda ile mazuri yako yaambukie watu wengine. Okosala ke bolamu na yo ekende pa mutu mususu.
Ndani wako ukikuwa mbaya, soki na kati na uzali mabe, na utasema mbaya, pe okoloba mabe, na utajikomporte pe mbaya. okose comporter mabe. Probleme sio wale, ezali bangote, ni wewe. ezali yo. Probleme ni mimi, ezali ngai. Kwa hiyo mwambie Roho wa Mungu, yebisa molimo nzambe, niwezeshe, salisa ngai, uniangalie. tala ngai. Na mimi niko na wahubiri, atanga nazali kotea bino, ninasema hivi na lobi boy, hivi dole vinarudilia mimi, ba misape zali ko la kisa pengai, inarudilia mimi, ezo la kisa ngai. Neno linakuja kwa ajili ya mimi na wewe, lilo zali ko yapo na ngana yo, ili Mungu aweze kutubadilisha. Poete nzambe a changer biso. Asante sana. Merci beaucoup. Inua mikono yako ndio. Tia maboko no likolo to sambe longo.